macho yanang'aa. Mjomba kwa hiyo mjomba Kiroba anataka kuwekwa kwenye kiroba, au sio? Yaani msiba rambirambi kachukua simu na redio, au mimi ndo nimefiwa? Umpumbavu unamhamisha mtaa, yaani huyu kichwa msata mwili kiserewe, pumbavu zake. Kiroba, Kiroba, hatujui anakwenda wapi. Kiroba. Kwa mpenzi wangu, niambie mami. Unajua jana umejua kuniridhisha. Asante. Hata wewe pia ni mtundu sana. Kweli unanidanganya? Kuna watu wengi wa kuwadanganya, lakini sio wewe. Sawa, ndio maana nakupenda sana. Mimi nakupenda zaidi. Kwa hiyo mimi muda huu tena nataka niondoke niwahi kazini. Ndio nataka utoke? Sasa utafanya nauli? Usinipe, mimi langu ninayo nauli. Lakini ungeongezeke kwa vizuri zaidi. Kwa hiyo ndio tao ni chumu jamani. Kila hatua ni siri, kila mwendo ni fumbo. Nakupenda tena. Usijali. Bye. Okay. Kila hatua ni Usimangara, la tukale sangara. Yaani mke wangu, Mungu wewe amekuumba. Umeelewa kabisa? Una rangi nzuri, una sura nzuri, una nywele nzuri, kila kitu kizuri. Ila kuna kitu kimoja tu ndio kidogo changamoto. Changamoto gani tena? Bichwa kama tofali. Kwa mimi bichwa langu kama tofali? Sasa unaofindo kabisa hilo, mke wangu analisi huyo mtoto. Bora kidogo akiwa wa kike atapata mume. Ndio kwa ile tena sasa inabidi yeye tena aanze kwa tongoza wanaume. Sawa, kwa hiyo matusi yote akuntukanie kichwa tu. Yaani mpaka nywele zimekuwa nzuri kama hivi laini. Mtoto alisi nywele tu, kichwa alisicha kwangu mimi, ndonga kwangu mimi. Sio sema tu nywele nzuri ndio unatoa hela hapo zinahudumia. Shida kutoa hela, shida wewe ni mvivu, tuseme ukweli. Mara ngapi nakwambia nenda kasuke. Nenda kasuke. Au sio wewe? Yaishe, ngoja nikusuke. Nikusuke mwali wangu, nikusuke nywele za sambusa. Unajua msuko wa sambusa unajua? Wewe kujua kusuka wewe. Unajua kusuka nini kama wewe? Mimi tania tu mwenzangu. Maneno yako ndio unaanza kunitamanisha. Natamanisha nini wewe naye bana? Hebu endelea mimi kunisuka bana. Si maneno yako chokozi haya. Nitakwambia twende ndani sasa hivi. Sijema mimi kosa langu nini hapo? Kunitamanisha na wewe mwenyewe unajua maneno yako. Samahani. Oya mampenzi. Njoo basi mwanangu. Mamkali. Oya vipi, uko fresh? Safi sio. Mbona umenuna mwanangu, umenikasirikia mimi au? Hamna. Okay, vipi sasa je jibu langu? Maana nimekaa nini hapo ulinidanganya. Ukaniambia wewe unaenda narudi afu ukurudi mwanangu. Mimi siko sawa tu, ila nitakujibu jibu lako.
Wewe nini bwana unataka kuzungua vipengele vingi nini nitakutia mbao sasa hivi hapa. Hebu nipe hilo jibu bwana mimi nijue, unajua ile tunajua. Kwa hiyo siko sawa ila nitakaje jibu lako, mimi kuna sehemu naenda. Wewe unazingua. Sema fresh kwa vile wewe mamkali nini na kusajua na kupendaga mtoto mzuri nini kifua kama Msomali iko. Napagawa sana. Sema kwa vile wewe mamkali nini basi mimi nasikilizia, sema zisizidi siku nyingi basi. Si unajua? Fresh sasa mimi nataka uende hapa kushikilia kidola, nataka nione mzigo unavotetema ile la dunia. Si unajua? Shikilia basi huko unaenda. Kali taratibu basi nawe kukwambia kidogo tu nataka nidate mazima, si unajua zile. Unasikia? Basi hapo achia toa, kuna wauni huko si unajua? Wanaweza wakakupigia misele nini alafu muuni nikakosa changu hapo. Sema udemu mkali sana wewe mwanangu. Jalichelewa wapi? Sema mpaka nampata, mpaka niishi basi. Babake Aisha Chogo 25. Tifa, mimi nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Dada yako Chogo kaleta tofauti, yani kaleta zesheni. Si unajua zile? Yani kaleta michongo ambayo sio. Mimi na yeye tuko tuna michongo yetu private kabisa. Sema kwenye mazingira ya hela kuna utofauti ukatokea. Yaani hela itakayopatikana nyingi kapatikana kidogo. Mimi nimeenda nimemuelekeza mwanangu Chogo, michongo kweli itakayo vizuri, lakini michongo imeenda ndivyo sivyo. Unaona bana? Dizonga wewe pigo unazoleta za kishamba, si unanichukulia poa, si nini? Kanifokoa akachukua tambo langu. Sasa mimi nimeona kama michongo ya hela tu imeleta hivi vitu. Mimi nahisi akinikutana wewe siku anaweza akanichoma hata visu kwa sababu dadako kuna muda ajifanya jumongo. Mimi nachoomba mimi na wewe karibu uwe basi. Yaani wewe kaa mbali mimi nikae mbali. Mimi sitaki mazoea, sitaki dharau na watoto wa watu. Sadi zonga mahusiano yangu mimi na wewe na Chogo yanaingilianaje? Wewe nisikilize mimi Chogo namweza. Kuhusu simu yako nitakurejeshea. Nitafanya ninavyojua mimi na hakikisha simu yako inarudi. Alafu ndivyo usinifanye mimi mtoto mdogo. Wewe dada yako unamjua kabisa akili zake azilivyo. Sio anatumia, yani sio anatumia majani gani. Mimi nahisi yule kuna muda anasokota 40 anavuta kwa sababu akili zake zimechachuka vibaya mno. Unaona bwana? Yule kachukua simu yangu na amesemaje? Nikichelewa anaiuza. Sasa wewe hiyo simu utaipata vipi? Basi sawa, kuhusu simu yako itapatikana. Sijui za kubwagana, sijui tuachane amni. Sio unajua tena mimi nakupenda baba mkali. Basi sikia, kama ndo hivyo sawa. Wewe pambana, fanya juu chini, simu yangu ipatikane. Kama isipopatikana, kama nilivyokuambia, kaa mbali nikae mbali. Sijui kama unanielewa. Basi sawa. Nimetanyota lakini sio Rema, mimi nashindwa kuelewa. Unajua simu zangu upokei. Muda mwingine unaniblock, sometimes moja upatikane. Kwa nashindwa kuelewa. Shida nini? Hapana Duli, sio kwa nashindwa kupokea simu zako. Isipokuwa unajua fika kabisa mimi ni mke wa mtu. Kuna muda unapiga na mume wangu. Sasa hapo ndo unapokosea. Sometimes moja hata kama mume wako yupo, wewe nitumie message. Bwana, mume wangu yupo. Mimi nakuelewa nafanya mishe zangu, lakini kwa staili hii hatuwezi kufika. Ila sijali Duli, maana siku mbili hizi mume wangu anasafiri. Kwa hiyo tutakuwa na muda mzuri sana kufanya mambo yetu. Sasa ndo mambo ninayopenda mimi. Kwa wewe utachagua uje kwangu au mimi nije kwako. Popote tu utakapotaka Duli. Alafu na surprise zako nimekuandalia. Basi sawa, mimi nitakuja kuifuata. Lakini hapa macho ya watu mengi na isemi sio salama sana. Kwa hiyo wewe unaweza ukaenda. Anampenda mke wa mtu, mshikaji wangu kachanganyikiwa. Anasema moyo haukubali kitu, lakini najua hii ni hatari sana. Anampenda mke wa mtu, anazama taratibu bila kujiuliza. Dizonga.
ongea lugha gani ili umwelewe? Niongee Kizalamu au Kichina, Kifaransa? Nimeshakwambia hivi Chimami, hapa uje na taarifa. Sasa wewe unatokea vipi kama mzimu wako paku? Nimeshakwambia hapa mimi sitaki uje hivi, toa taarifa ndo uje. Haya, umekuja hapa umefuata nini sasa? Lakini Di, hapa si kwa mpenzi wangu. Unataka tena nje na taarifa kweli? Mimi sijakataa kama hapa kwa mpenzi wako, lakini unajua kabisa mimi nina mpenzi wangu. Mimi na wewe tunaiba. Umesikia? Ndio maana nikwambia hapa ukija unataka uje na taarifa. Haya, labda umekuja buba, umemkuta mpenzi wangu, hujatugombanisha. Hivyo Chimami, mbona utumia akili? Wewe ni mtu aina gani? Hebu sikia, ondoka bwana. Lakini Di, mimi si nimekuja kwa ajili yako, kwa nini unanifukuza? Ondoka Chimami, tutaona na mabanda kupiga milao sasa hivi. Toka. Di, basi naomba tuende tukaongee tu kidogo. Kumbe Kiswahili uelewi Wewe mtu gani wewe? Yaani mtu kama Luba, nimeshakwambia hapa uje na taarifa, lakini wewe unakuja tu. Oya, nitakupiga mibao siku nyingine. Nenda bwana. Ni mtu unaambiwa kwa Kiswahili unashindwa. Ningeanza kuongea Kiingereza ungenielewa wewe. Aisha na hudi yake nyekundu, mitaani kila mtu anamjua. Kofi kwa bega anasonga mbele, moyo wake mgumu kama chuma. Aisha tomboy, akiingia kila mtu hoi. Aisha tomboy, hajali wala hoi. Vipi mpenzi? Poa Zaya. Oa, nilikuwa namuuliza mzee Lukindo mwanangu, sijui kwake wapi. Hapana, hilo jina ni geni, sijalisikia. Labda ungejaribu kuuliza huko kwa watu wengine. Kumbe na wewe mgeni? Wakuja. Karibu bwana. Oh.